kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Spika, hakuna mashaka kwamba Waziri Mwigulu na naibu wake wamefanya kazi kubwa sana katika wizara hii ya fedha, na ni watu wanyenyekevu sana na ni watu wasikivu sana. Kaka zangu, ninawapongeza sana sana sana. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha miaka 4 serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika fiscal and monetary policy ya nchi yetu kwa miaka 4, serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imefanikiwa kutekeleza kwa vitendo sera ya fiscal and monetary policy ambayo imepelekea taifa letu kuweza kumaintain inflation kwa kiwango cha 3.5 mpaka 3.7. Mheshimiwa Spika, nataka nikwambie hii ni rekodi iliyovunjwa katika mataifa yote ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Spika, ukiangalia inflation rate katika mataifa ya East Africa, sitaki kuyataja, ina range kuanzia 6.3, kuna mataifa yana inflation rate ya 17% na kuna mengine mpaka 45%. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amedhihirisha kwa vitendo kwamba serikali anayoiongoza imeweza kuwajali Watanzania, kuhakikisha consumption power ya umma walionayo na kipato walichonacho, mambo ya mahitaji ya goods and service. Mheshimiwa Spika, kwenye taifa letu serikali yake imedhihirisha uwezo mkubwa sana katika kulinda stability ya uchumi wa taifa letu. Pongezi nyingi ziende kwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, kama hiyo haitoshi, ukuaji wa uchumi katika taifa letu ukiangalia kutokana na shoku kubwa iliyopo ya kiuchumi duniani ambayo ilisababishwa na COVID-19, lakini pia ikaendelezwa na vita vilivyopo katika mataifa yenye nguvu ambayo ni wasambazaji wakubwa wa mafuta duniani. Lakini Mheshimiwa Spika, serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imeweza kumaintain ukuaji wa uchumi kwa 5.6%, jambo ambalo Mheshimiwa Spika, rekodi hii pia imeendelea kuvunja rekodi katika mataifa ya East Africa. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan katika sekta ya uchumi? Mheshimiwa Spika, hali hiyo imepelekea ndani ya kipindi cha miaka hii na kupita mwaka uliopita, kituo cha uwekezaji cha TIC kimeweza kurekodi miradi yenye value ya shilingi 9.3 bilioni. Mheshimiwa Spika, kiuchumi hii inatafsiri gani? Hii inatafsiri kwamba sera zinazotekelezwa za fiscal and monetary policy ambazo zimeweza kuregulate mambo ya taxation, ambazo zimeweza kuchochea swala la employment, ndiyo maana umeona kasi kubwa ya wawekezaji kutoka nje wameingia katika taifa letu. Mheshimiwa Spika, na impact yake ni nini? Katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi tumetengeneza ajira zisizopungua milioni 8. Tafsiri yake ni kwamba pasingekuwa na mazingira mazuri ya sera za kiuchumi za fiscal and monetary policy ambayo watekelezaji wake wakubwa ni benki yetu kuu ya Tanzania. Na kwa muktadha huu, Mheshimiwa Spika, niruhusu nitoe pongezi zangu za dhati kwa gavana wetu Tutuba wa benki kuu kwa ujasiri na uzalendo mkubwa aliyoufanya katika kusimamia mabenki Tanzania, kwa sababu stability ya utoaji wa mikopo, Mheshimiwa Spika, imeendelea kuendana na kasi ya ukuaji wa uchumi, jambo ambalo limestabilize microfinance za uchumi wetu, jambo ambalo limepelekea makusanyo ya mapato kuongezeka katika taifa letu. Mheshimiwa Spika, nikiri kwamba nitumie nafasi hii kukipongeza sana Chama cha Mapinduzi, chama kilicho na serikali madarakani. Juzi tulipokuwa kwenye vikao vya chama, tumeona wamekuja na ilani ambayo inapelekea kutoa maelekezo ya kudigitalize uchumi wa nchi. Na Mheshimiwa Spika, nimekuwa mchangiaji mzuri sana ambaye nimekuwa nikipingana sana na mambo ya cash economy katika taifa letu. Mheshimiwa Spika, mahali popote duniani serikali zozote zinazotaka kuongeza tax base katika nchi zinasisitiza sana mambo ya cashless economy. Mheshimiwa Spika, tukiweza kudigitalize uchumi wetu, tutaweza kuzimonitor transaction katika nchi, tutaweza kujua nani anafanya shughuli gani na nani halipi kodi. Serikali itaweza kuongeza tax base
ya kukusanya kodi katika taifa letu na hivyo kuongeza mapato katika taifa letu. Mheshimiwa Spika, nitoe mfano mmoja kwa nia njema. Mimi ninapokuwa sina dereva sometime hapa Dodoma, transaction ninazozifanya kwenye taxi za hapa Dodoma natumia zaidi ya shilingi 60,000 kwa siku. Niulize swali Mheshimiwa Waziri wa Fedha, ni taxi ngapi zilizoko kwenye nchi yetu zinazofanya kazi ambazo zina devices za kielektroniki ambazo mtu akilipa pesa anapewa risiti na serikali inapata kodi? Mheshimiwa Spika, kuna mambo madogo sana ambayo kama taifa letu tunayadharau, lakini yanaweza yakawa tax base ya kuwasaidia TRA kuweza kuingiza mapato. Kama mnashindwa kuwatambua, tuende mfano mdogo, taasisi ya Uber ambayo imesajili Uber kwa malaki na malaki katika taifa letu. Tunashindwaje kuchukua statistics za waendeshaji wa magari haya ya taxi kupitia watu wa Uber? Nenda katika taifa la Uingereza, utapanda taxi, utachanja kadi, serikali itapokea kodi. Nenda kwenye taifa la Ukraine, nenda mataifa yoyote duniani. Mheshimiwa Spika, kwa takwimu nilizozifanya kwenye kodi ya haya mataxi peke yake, tunaweza tukapoteza zaidi ya bilioni 24 kwa mwaka, fedha ambazo zingeweza kupatikana zikawasaidia Watanzania katika sekta za maji, kilimo na sekta zingine Mheshimiwa katika taifa letu. Mheshimiwa Spika, kama hiyo haitoshi, nataka nitumie bunge lako tukufu Mheshimiwa Spika kumpongeza sana Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Pamoja na economic setback ya dunia, bado taifa letu Mheshimiwa Spika limeweza kufanya strategic investment ya miradi ambayo imekuwa finance na Wizara ya Fedha, na fedha zimetoka, miradi ambayo imekuja kuspill over impact chini na kuchochea ukuaji wa uchumi. Kwa mfano Mheshimiwa Spika, kukamilika kwa mradi wa SGR leo Dodoma kwa siku inaweza kapokea wageni wasiopungua 2,000 mpaka 3,000, jambo ambalo linapelekea mapato kwenye mahoteli, mapato kwenye vyakula, mapato kwenye viwanja vya ndege, mapato kwenye taksi nazoziongelea. Mheshimiwa Spika, lazima tumuunge mkono rais wetu na tumtie moyo kwa kazi kubwa ya kizalendo aliyoifanya ya kustabilize uchumi wa taifa letu na kufanya uchumi wetu uweze kukua kwa kasi katika nchi yetu. Mheshimiwa Spika, jambo la pili ninalotaka kushauri. Mheshimiwa Spika, tunaye Mtanzania ana kampuni inaitwa Diversity Health and Social Care Limited, iko Uingereza, anaitwa Pasco. Mheshimiwa, Mtanzania huyu uliponipa kibali cha kwenda Uingereza miezi 2 iliyopita, mimi pamoja na Wizara ya Afya tuliwenda kumtembelea Mtanzania huyu kwenye ofisi yake. Mheshimiwa, nataka niliambie bunge lako tukufu, Mtanzania huyu akiwa Uingereza, kampuni yake imeweza kuwa one of the best kampuni katika taifa la Uingereza katika kurekruti watu kwenye sekta ya afya. Mheshimiwa Spika, wastani kwa mwaka, kila mwaka analeta idadi ya kuchukua watu 200 kutoka Tanzania katika sekta ya afya kwenda kufanya kazi Uingereza, na ni kazi rasmi kwa sababu ana vibali vya serikali ya Uingereza. Mheshimiwa Spika, ninasema haya kwa sababu gani? Wapo wa Tanzania Mheshimiwa Spika ambao wameshindwa kwenda kufanya kazi Uingereza kwa kukosa mitaji midogo midogo. Ninatoa wito kwa Wizara ya Fedha, Waziri wa Fedha, serikali ya Chama cha Mapinduzi imetoa maelekezo kwenye ilani, tuchochee na kukuza ajira za vijana, na ndivyo agizo hili linatekelezwa na vyuo vyetu kuzalisha vijana wengi. Mheshimiwa Spika, ni aibu taifa letu tunaletewa nafasi vijana wakapata ajira Uingereza, wanashindwa kwenda kisa wameshindwa kuwa na pesa za visa, wameshindwa kuwa na pesa za tiketi. Kwa nini Waziri wa Fedha usizungumze na mabenki, vijana hawa wakasaidiwa fedha na mabenki, wakienda kupata ajira Uingereza, watakapolipwa mishahara wakalipa hizo fedha, tukasaidia kupata ajira kwenye taifa letu. Mheshimiwa Waziri, ninakuomba utakapokuja kuwind up, kama utatoa maelekezo kaka yangu, mimi bwana sitakushikia shilingi, lakini wewe tunakwenda njia moja. Tutakuja kuzungumza nyumbani na nitakusema kinyumbani, kwa sababu tutakuwa tumewasaidia watoto wa Kitanzania kuweza kupata ajira. Mheshimiwa Spika, kampuni hii ninayoizungumza annual turnover yake kwa Uingereza ni karibia bilioni 160. Mtanzania huyu ameajiri watu wengi, na tulipokutana alituambia anashindwa kuwachukua Watanzania kwa sababu wanakosa hata hela za kulipa tiketi ya ndege. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, naomba nimalize kwa kuwaomba wananchi wa Uyole huko Mbeya, chonde wananchi wa Uyole, tunawaomba sisi wabunge wote, wabunge wa Chama cha Mapinduzi na wabunge kutoka chama vyama rafiki vya upinzani, spika huyu ambaye ni dada yenu kutoka huko Mbeya na sisi ni dada yetu,
amefanya mambo makubwa kwa bunge, amefanya mambo makubwa kwa nchi. Chonde chonde wana Uyole, turudishieni dada yetu, tunawapa kila kitu kinachostahili katika mustakabali wa maendeleo. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana. Wana Uyole wamenisikia, tunaomba waturudishie wewe. Sisi tuna kazi na wewe kwa miaka 5 ijayo. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa